Yani mpira ungekuwa ni tunasema ni kitu fulani hichi ambacho kinapika. Inawezekana hivi sasa watu wangekuwa tayari wameshaachana na mambo ya kushabikia mpira, lakini kikubwa dakika 90 za mchezo kati ya Simba dhidi ya Berkane zimetamatika na Berkane ameibuka na ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika baada ya aggregate kusoma 3-1. Mechi hapa nyumbani imemalizika 1-1 wakati mechi ya kwanza ilimalizika 2-0. Tathmini ya dakika 90 za mchezo kwa kutazama namna ambavyo ulikuwa. Kwanza, kipindi cha kwanza Simba wamecheza vizuri sana, walikuwa na discipline nzuri sana ya kiukabaji, lakini pia namna ambavyo walikuwa na uwezo wa kutengeneza mashambulizi ilikuwa bora sana kwa upande wao. Moja kati ya kipindi cha kwanza ambacho kilikuwa bora sana kwa Joshua Mutale Budo pamoja na Elie Mpanzu Kibisawala, ambao wao kazi yao kubwa ilikuwa ni kuhakikisha defense ya Berkane inakuwa busy muda wote kuwazuia, na walifanikiwa. Mutale alikuwa anaongeza speed sana kwenda kushambulia, the same pia kwa Mpanzu alikuwa anaongeza speed sana kwenda kushambulia, na mwisho wa siku Simba inakwenda kuforce na pata bao kipindi cha kwanza. Kipindi cha kwanza hicho naweza nikasema kwamba kuna namna ambavyo refa wamewaua kipindi cha kwanza. Faulu ambayo amechezewa mchezaji wa Berkane na Yusuf Ali Kagoma ni faulu ambayo kidogo for me sidhani kama ilistahili kuwa kadi nyekundu. Kwa namna ambavyo mambo, unajua kwenye mpira kwanza unaheshimu kitu ambacho refa anacho, lakini kwenye mpira kuna kitu kinaitwa oni. Ndio maana ukiangalia mara nyingi sana marefa wengi huwa wanatoa oni kwenye kosa la kwanza, la pili wanakuadhibu. Tayari Kagoma alikuwa na kadi ya njano, refa anakuja anatoa kadi ya njano ya pili, maana yake ilikuwa ni kadi nyekundu ambayo unaona ni dhahiri shai na anakwenda kupata Yusuf Kagoma. Lakini inawezekana refa alikuwa na nafasi ya kumpa warning zaidi, labda kama hakuona vizuri mgongano ule kati ya mchezaji wa Berkane pamoja na Kagoma, ndio maana akaamua kutoa kadi nyekundu, kwa maana ya kwamba kadi ya njano ya pili na mwisho siku ikawa kadi nyekundu. Nadhani mpango mkakati wa Simba ulianza kuharibikia kwenye kadi nyekundu. Baada ya kadi nyekundu, Simba wakapunguza spidi ya kwenda kushambulia na Berkane wakaanza kujaribu kuweka mpira chini na kuanza kucheza pasi fupi na wakishambulia kwa haraka Simba wanapokuwa wametoka kwenye shape yao ya kiulinzi. Na of course tulikuwa tunaona kwa Simba baada ya kuwa pungufu, naona ana drop chini Fabrice Ngoma, timu inaanza kucheza zaidi kupitia wachezaji ambao wana kasi zaidi, kwa maana ya Mpanzu na jaribu kuoverlap Jean Charles japo kufanya movement nyingi sana za hatari, lakini kwa namna timu ikaanza kujaribu kufanya mikimbio, lakini bado Berkane kuingana na idadi kubwa ya wao kuwa wengi uwanjani wakawa wana attack muda mrefu zaidi. Japokuwa wakati wana attack Simba walikuwa makini sana kuzuia mikimbio ya Berkane, lakini baadaye kocha wa Berkane anaona kuna namna namzungumzia hapa Chabani, na anaona kuna namna ya kufanya mabadiliko, kwa maana ya kumuingiza mtu kama Poba Sene, lakini aliingia mtu kiungo kama Sise katikati ambaye ndo mfungaji wa goli la pili. Umeona timu at least kidogo ikawa na balance, lakini wakati substitution hizo zinafanyika umeona Simba kuna tukio walilipata, kwa maana ya ule mpira uliopigwa kwa maana ya namzungumzia Mkwala akajitwisha kichwa unaenda wavuni na refa anasema ni offside. Kwangu mimi kwa tafsiri ya kile kilichotokea ni kweli dhahiri shairi kwa offside, kwa sababu unajua kwenye tafsiri ya VAR kuna kitu kimoja. Kwanza mpira unaponyanyuka kutoka pale ulipokuwa ndio inaanza kuhesabika hiyo offside. Ukiangalia kwa picha za marejeo na mstari ambao VAR waliuchora, unaona tayari Mkwala alikuwa ameshazidi kidogo. Kwa hiyo ilikuwa ni offside ambayo ni dhahiri shairi kwenye lile goli Simba pengine hawatakiwa kupata. Nadhani baada ya lile goli kataliwa na VAR, Simba kuna namna walitoka mchezoni. Wakawa kuna paniki nyingi sana, kitu ambacho ni rahisi sana kwenye mpira kuweza kupotea, hasa unapokutana na opponent ambaye ni mzuri zaidi. Ndio maana ukaona kipindi cha pili kocha mwenyewe Fadru kuna namna kama vile alipaniki, akaamini kwamba ana nafasi kubwa ya kumshambulia Berkane kwa namna ambavyo anataka. Lakini Berkane wana quality pia kwenye kushambulia, kwa sababu ni timu ambayo imeonyesha ubora kwenye kushambulia. Fadru akajilipua, anamtoa Maloni, anamtoa Mohamed Hussein. Maloni alikuwa anazima vizuri sana kwenye eneo la mabeki wakati. Baadaye anamuingiza kwa maana ya Valentino Uma kwenye eneo la ulinzi kwa ajili ya kuongeza nguvu, anaingiza mshambuliaji mwingine Ateba ili timu inatumia mipira ya juu. Lakini bahati mbaya plani yake ya kutumia mipira ya juu haikufanikiwa, kwa sababu Berkane walichokuwa nakifanya ni kuwa na idadi ya almost watu watatu watu 4 mpaka 5 chini, wakipola mpira wanashambulia maeneo ya pembeni. Of course haikufanikiwa, na Simba wakawa kila wakienda kushambulia wanajikuta wanabaki na idadi ya watu 3 nyuma.
Ukiangalia hata setup ya bao la kusawazisha la Berkane ni mpira ule ule